Sisi sio wachawi, ni sanskimu tu. Moja kati ya hotuba ambazo huwa zinafurahiwa sana ni pamoja na hotuba ambayo huwa inatolewa na mkuu wa mkoa wa Rukwa, anamzungumzia Charles Makongoro Nyerere, ambapo watu wengi sana huwa wanafurahi sana pale ambapo anakuwa anaanza kutoa hotuba kwenye jambo fulani. Sasa ukitaka ujue zaidi kwamba Charles Makongoro Nyerere pia ni mmoja kati ya watu ambao ni wachekeshaji sana, kwa sababu ukirudisha nyuma kidogo muda utakumbuka kwamba amewahi kupewa tuzo ya kiongozi mcheshi zaidi ndani ya nchi ya Tanzania. Sasa huku Rukwa sisi tunazidi kuenjoy kutokana na hotuba ambazo anakuwa anatoa, ambapo anachanganya kidogo na comedy zake, huwa lazima tufly. Moja kati ya hotuba ambayo imekuja kuvunja mbavu za watu, pamoja na hotuba ambayo ameenda kuisoma siku ya tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo ilikuwa ni uzinduzi wa mafunzo ya utoaji wa elimu kuhusu fursa za mtaji kupitia mfuko na program za uwezeshaji wa nchi kiuchumi mkoani Rukwa, ambayo iliandaliwa na mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Jacqueline Crisanti Mzindakaya, ambaye aliandaa uzinduzi huo. Lakini pia ilihudhuriwa pia na kuzinduliwa na mgeni rasmi ambaye kwa ni waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Silas Shomdoe, ambaye alizindua rasmi kabisa ndani ya mkoa wa Rukwa. Sasa mimi nakuletea hotuba ya mkuu wa mkoa wa Rukwa Mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, ambapo watu walivunja sana mbavu siku hiyo. Big shout out sana kwa Edo fundi pikipiki kutoka mitaa NBC pala, ambaye pia alifanya pikipiki yangu imefika katika ukumbi ambapo ulikuwa unafanyika uzinduzi huo, ambaye pia ni fundi pikipiki ambaye anatengeneza pikipiki aina zote pale Sumbawanga mjini karibu kabisa na benki ya NBC, lakini pia anatengeneza guta, generator na pampu za kuvuta maji. Edo fundi pikipiki mitaa ya NBC ama Kasunga Company Limited, ambao anajishughulisha na utengenezaji wa hivyo vitu nilivyokutajia hapo, yuko pale Sumbawanga, anasubiria tu upeleke chombo yako ili kakae sawa. Lakini kwa namba ya simu anapatikana kwa 0763100043. Edo fundi pikipiki ama bonge anapatikana Sumbawanga. Ewa vizuri sana, na vile walimalizia yao umetoka huku chini mpaka ukubwani wamekwenda nayo vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimeelewa vizuri, lakini huku ukubwani kuna baadhi ya marafiki nikutana nao sio watu wazuri, wameniharibia sana. Lakini hao wananchi wa Rukwa wao wamezingatia malezi waliokuwa nayo. Kwa hiyo wamenipokea vizuri sana mpaka leo. Nilitoka kidogo, wewe taarifa unazo, lakini hawa sikuaga. Nilikwenda Canada kuangalia kombe la dunia. Kombe la dunia, oye! Sisi sio wachawi, ni sanskimu tu. Kwa Rukwa tunapenda sana wageni. Sisi tuko shamba, tunaitwa jogoo wa shamba, na mimi nikiri kwamba mimi ndio jogoo wa shamba kiongozi katika mkoa wa Rukwa. Sasa mnapokuja kutoka mjini tunafurahi, maana mnatueleza yanayojiri mjini, alafu mkiondoka tunasubiri wengine tena. Sasa wote ni wote sina watu au si wote hao marais. Mkapa anapoanza kipindi cha kwanza, kama mzee Nyerere akimwambia kijana fulani, si Mkapa anamweka, sio hivyo? Au mzee Mwinyi akiomba mwanangu huyu Dr. Hussein, sasa mzee Mkapa atapindua. Sasa kipindi cha pili cha Mkapa huwa tunasema ile timu anayoiweka sasa ni ya kwake. Ile ilikuwa ya shukrani ya uongozi wa kitaifa. na Magufuli alipoanza timu ya kwanza mimi hakuna mtu aliniombea pale. Lakini kipindi cha pili inakuwa ni cha kwake. Sasa cha Mama Samia kile cha kwanza kile, au si? Naye kinakuwa cha umoja wa kitaifa, au si? Hiki cha sasa hivi ndio cha kwake. Na mimi kila wakati nilikuwa na wasiwasi, waziri mmoja akitoka, huyu anayekuja itakuwaje? Lakini kila inatoka fimbo
inaingia kiboko, kinatoka kiboko inakuja mjeledi, inatoka mjeledi inakuja panga, inatoka panga inakuja jambia, inatoka jambia sasa tumeletewa jembe hapo. Kumbe Tanzania tuna wasiwasi wa bure, wachezaji tunao. Mimi sikuwepo alipokuwa anafanya maamuzi, lakini napenda kudhania kuna watu walifikana. Wewe Makongoro mama utamweza. Unajua uzuri wa hotuba fupi unafanya bashra. Sasa hotuba ikiwa ndefu bashra inakuwa hakuna. Lakini mimi na hakika kuna watu walimkanya, wale wenzako wote mama waliokutangulia walimpa wewe. Unanielewa? Mimi sikuwepo. Lakini watakuwa walimkanya. Wenzako wote waliokutangulia, mamlaka walikuwa nayo, uwezo walikuwa nao, na kumjua walikuwa wanamjua, walikuwa wanahitaji kufahamishwa na mtu, walimpa. Mko studio? Mama akasema pote hapa. Huyu kama ni kenge au sio kenge mimi nampa. Akinizingua tutazinguana mbele ya safari. Lakini mpaka tukufikia waziri bado nipo na dunda hapo vipi? Na kwa taratibu zetu za kiitifaki kwa sasa hivi wewe ndiye bosi wangu. Na washukuru sana wakina mama hapa walipokuwa wanaambiwa wapige vigelegele, wanapiga vya kutosha. Sababu wasipopiga vya kutosha watajaribia. Mimi ushauri wangu leo hii uondoke hapo Sumbawanga. Tungeweza kukusaidia uondoke kwa ungo, lakini leseni hatujakupa. Sasa tungali hatujakupa leseni ya ungo, ondoka leo kwa gari. Nenda Mbeya kawai ndege, asubuhi kesho ikukute Dar es Salaam. Halafu agenda hii inaniuma, iko hapo moja, chakula. Hao watu ni wema sana. Watendaji wangu wakiongozwa na katibu tawala wa mkoa ni waadilifu sana. DC wangu wachapakazi sana. Mimi kwenye shughuli kama hii kinachonileta huwa nakuja na shiriki, kinachonileta mimi huwa ni chakula. Sasa leo nakiacha hapo, ujue hapo roho imeniuma. Lakini mimi na wewe tutakuwa tutaacha chakula na DC wangu jembe langu hapa alinyakia. Wewe nitakuachia kikao hiki, sikuachii mkoa, nakuachia kikao. Nyakia oye. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga nilimuona leo. Basi atakuwa mimi kwenye huko hapa huyu bwana anapendeza bwana. Njoo. Suli niambia umeshaoa. Basi huyu kina mama huyu tumemchelewa. Lakini wao wanampenda. Mheshimiwa waziri huyu anapendeza, ni mtanashati. Lakini baadaye nimemkuta ana gari moja ya kazi nzuri sana. Sasa hii roho imeniuma kidogo sababu tukitokea sehemu watu wanashindwa kujua mkuu wa mkoa ni nani. Ila hadi sasa nimeshazoea. Mwenyekiti oye. Majembe yangu wa kurugenzi niliwaona wakurugenzi wote wa halmashauri wote wanne ni maona. Watu wakubwa kumbe. Mheshimiwa huyu na yule hawa ni wana mbegu nzuri sana. Yule wa Sumbawanga halmashauri ya Sumbawanga na huyu mrefu zaidi wa halmashauri ya Karama. Hawa wana mbegu nzuri sana. Huyu mwingine mwenye mbegu ya wastani, huyu wa Mkasi. Alafu kuna mama yule naye jembe kweli kweli. Hawa ndio mmeniletea na wote ni wazuri sana. Hawa wenye mbegu nzuri tunaelekea sherehe za 8 Mbeya. Hawa nitajaribu kuzungumza na familia zao. Cha mambo ya sherehe za wakulima ni mambo ya mbegu. Tazungumza na familia zao wasinielewe vibaya. Waniazime kwa wiki hii. Ili kina mama kule Mbeya
Na yule mama siku anaitwa Neema. Mama ujambo? Wewe ni kuona sehemu lakini nitakuchukulia kwa kumbe kiongozi wa dini. Machifu si wako makifu wangu. Nashukuru bwana. Nashukuru sana.